viongozi katika Jeshi la Iran limeanzisha wimbi la mashambulizi mapya dhidi ya Iran, huku makombora kutoka Israel yakilenga kituo cha kuboresha madini ya urani yanayotumiwa kwa silaha za nyuklia huko Natanz na pia katika uwanja wa ndege wa Tabriz. Mashambulizi haya yanafuatia shambulizi lingine la jana usiku ambalo lililenga maafisa wakuu nchini Iran na kuwaua viongozi katika jeshi la Iran. Jenerali Hossein Salami ambaye ni mkuu wa kikosi maalum cha jeshi la Iran na makamanda wengine walifariki katika mashambulizi hayo. Wanasayansi 6 wenye utaalamu wa masuala ya kinyuklia akiwemo Feredion Abbasi aliyekuwa kiongozi wa shirika la nishati ya kiatomiki ya Iran pia aliuawa. Angalau miji 6 nchini Iran ililengwa kwenye shambulizi hilo lililolenga pia maeneo ya makazi ya raia jijini Tehran. Iran ilijibu shambulizi hilo, lakini jeshi la Israel lilinasa makombora yake kupitia mfumo wao wa ulinzi wa anga wa taifa lao la Israel. Hii hapa taarifa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mapema leo pindi tu jeshi la Israel liliposhambulia Iran kwa mara ya pili. Operation hii itaendelea kwa siku kadhaa zijazo kwa ajili ya kuondoa tishio lililopo. Kwa miongo mingi, uongozi wa kidhalimu wa Tehran umesema wazi wazi kwamba unataka Israeli kumalizwa. Wamejihami kwa kubuni silaha za kinyuklia na katika miaka hivi karibuni wameboresha ukubwa wa madini ya urani kwa ajili ya kutengeneza mabomu 9 ya atomu. Katika miaka ya hivi majuzi, Iran imechukua hatua ambazo haijachukuliwa awali kwa ajili ya kuimarisha mfumo wake wa mabomu ya atomu. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump ameonya lenga tena Iran ikiwa serikali ya Tehran haitokubali kutia saini makubaliano ya mfumo wa kinyuklia. Huyu hapa mwandishi wa BBC wa masuala ya ulinzi Jonathan Bell kuhusu ikiwa Iran huenda ikajiunga tena na mazungumzo na Marekani. Haitakuwa sawa kudhania kwamba Iran sasa itajihusisha na mazungumzo ya kidiplomasia baada ya kile ambacho wengi wanahisi ni shambulizi la aibu lilolenga mfumo wake wa kinyuklia. Marekani kupitia waziri wake wa kigeni Marco Rubio imesema kwamba huu ulikuwa uamuzi wa upande mmoja na kwamba Marekani haikuhusika. Mbali na hayo, ni wazi kwamba Marekani ilikuwa na taarifa kuhusu shambulio hilo. Iran ikijaribu kulenga Marekani itakuwa ni hatua mbaya, ila kuna njia nyingine za kujaribu kuishambulia Marekani kupitia kulenga maslahi yake katika eneo hilo badala ya kuishambulia moja kwa moja. Sasa ili kuelewa zaidi tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rabi akiwa studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kwanza kabisa wewe binafsi umechukuliaje mashambulizi haya mapya ya Israel dhidi ya Iran wakati wengi hawakuyatarajia? Huenda yamesababishwa na nini haswa? Kwa wafuatiliaji wa mambo duniani, wengi walitarajia kuwa hicho kitatokea. Kabla ya siku ya jana kumalizika, tayari hata Iran yenyewe ilikuwa imetoa taarifa kusema kuwa imeandaa jeshi lake, kwa sababu taarifa nyingi zilikuwa zinaonekana kuwa kulikuwa kuna mashambulizi, na vyombo vya habari kadhaa viliripoti kuwa Israel ilikuwa inajiandaa kufanya shambulizi kwa Irani. Lakini taarifa iliyowasilishwa na IAEA ya Rafael Grossi katikati ya wiki ya kuishutumu Irani kuwa Irani imeongeza urutubishaji wa urani ilikuwa inatosha kuipa ishara Irani kuwa kuna mashambulizi yanafuata. Lakini hata uamuzi wa Marekani kuondoa na diplomasia wake Mashariki ya Kati, hasa katika nchi ya Iraq, ilikuwa inatoa ishara kuwa nini kinachokuja kufuatia. Mashambulizi hayakuja ghafla, yamekuja kawaida kabisa na watu wengi wamefahamu kuwa hiyo itatokea. Kilichostua zaidi ni kuwa Irani ilifahamu mashambulizi na taarifa waliotoa walifahamu, lakini matokeo ya mashambulizi yamekuwa mabaya zaidi kwa Irani. Vifo vya makamanda wa ngazi za juu. Irani imeendelea kuonyesha udhaifu wa hilo, kuwa inashindwa kuwalinda watu wake na hasa watu wake muhimu, kutokana na rekodi ya nyuma inaonyesha kuwa makamanda wa juu wengi wameuawa na Israeli, na Irani inaonekana kuwa kwenye hapa inafeli sana. Naam, Rabi, Iran imeapa kulipiza kisasi. Je, wana uwezo huo na hiyo itakuwa na athari gani? Uwezo wanao, isipokuwa kuna uchaguzi. Unajua, ukiangalia Irani pia ni nchi ambayo ina watu wanaishi zaidi ya milioni 85 wako hapo, na mara zote Israeli hupenda kushambulia maeneo ya watu na makazi ya watu, kwa sababu yeye ana idadi ndogo ya watu. Na unaona tangazo la Israeli kuwa watu kaeni chini ya ardhi, tayari watu wote wako chini ya shelter kule, inakuwa vigumu kuwafikia. Kwa hiyo unaweza kuona athari ikawa ndogo, lakini kwa Irani
wakazi wake wengi wanaishi sehemu za wazi, na ndio maana unaona shambulizi la kwanza la Israeli namba ya vifo iko juu ya 70. Kwa hiyo Iran inaweza ikajibu, lakini inatazama mambo mengi kwa wakati mmoja, kuwa je, baada ya haya majibu yangu nini kitachofuatia? Kwa sababu haina shaka mashambulizi ya Israeli yana baraka zote kutoka kwa washirika wake, na ndio maana unaona kuwa hakuna mshirika wa Israeli ambaye amelani hilo tukio, isipokuwa karibu wote wamesema kuwa wanaziomba nchi zote ziache kuendeleza mashambulizi, lakini hakuna nchi ambayo imejitokeza kusema kuwa inalani mashambulizi ya Israeli. Maana yake kuwa mashambulizi ya Israeli yalikuwa na baraka toka IEA walipowasilisha ule mpango na ukalaniwa karibu na washirika wote. Tayari walikuwa wameshampa green light Israeli ya kufanya mashambulizi. Rabi, mashambulizi yanalenga mpango wa nyuklia wa Iran. Sasa kuharibiwa kwa mpango huo kuna athari gani kwa taifa hilo? Na ukisikiliza na ukifuatilia hata kwa taarifa ambayo ilitolewa na IAEA ya Rafael Grossi, kuwa ni vigumu sana kuumaliza mpango wa nyuklia wa Irani kwa mashambulizi, na ndio maana unaona kuwa Israeli wanasema kuwa itachukua muda. Wanakadiria angalau siku 14 za mashambulizi mfululizo, kwa sababu Irani mfumo walipoweka wameweka mbali sana. Na hata shirika la atomic duniani leo lilivyokuwa likifuatilia taarifa katika yale mashambulizi, bado taarifa ilionekana kama kulikuwa kuna uvujaji kidogo wa urani, lakini baadaye ikaonekana kama wamedhibiti. Sasa angalia mashambulizi ya Israeli yalivyotokea, lakini inaonyesha kuwa hakuna kinu cha nyuklia kilichoathirika, kutokana kuwa na nyuklia za Irani zilipohifadhiwa zimehifadhiwa mbali sana. Kwa hiyo hii mashambulizi ya Israeli ni kama kumlazimisha Irani akubaliane. Ni sawasawa umewekewa silaha kichwani kuwa kubaliana na kwenda kupunguza urutubishaji wa urani, ndio maana yake. Lakini wanafahamu kabisa kuwa hawawezi kuumaliza mpango wa nyuklia wa Irani, isipokuwa wanaweza kurudisha nyuma kwa siku kadhaa au kwa miezi kadhaa au kwa miaka kadhaa, lakini kusema kuufuta kabisa haiwezekani. Muda mfupi uliopita Iran imeanza kujibu mashambulizi yaliyotekelezwa na Israel dhidi ya maeneo yake. Kama unavyotazama, hizo ni picha za hivi punde kutoka Tel Aviv nchini Israel. Israel inasema kwamba Iran imeanzisha mashambulizi kadhaa na kuna mizinga kadhaa ambayo imerushwa, makombora kadhaa kutoka Tehran yakiwa yanaelekea katika mji huo wa Tel Aviv. Na hivi sasa kama unavyotazama picha hivyo, ni hali ya taharuki katika mji huo wa Tel Aviv. Wanasubiri kuona iwapo makombora hayo yatafika na kutua ndani ya mji huo, kwa sababu wanasema kwamba jeshi liko tahadhari na linatumia kila njia kuweza kutibua mashambulizi hayo ya makombora ambayo yamerushwa kutoka Iran. Taarifa zaidi kama hizo utazipata katika mtandao wetu bbc.com/Swahili, lakini tukimaliza ni kujulishe tu kwamba ni mashambulizi ya hivi punde ambayo yameanza, mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran dhidi tu kwamba ni mashambulizi ya hivi punde ambayo yameanza, mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran dhidi ya Israel.